sawa ulikuwa unadai, lakini kitendo cha wewe kutoka kwako kuja nyumbani kwa mume wangu kilikuwa yani inahusiana nini? Yani wewe ukiona suruali kina kufukunya, alafu umefika pale unaanza kujieleza, "Oh, sijui aliniambia hajaolewa." Kitu gani? Yani mambo yangu mimi ninalete hapa kwenye huu mkeka ili iweje? Mnanilisha? Mnanisaidia kitu gani nyinyi? Alafu kwa pesa gani labda ambao mnafanya mpaka mimi mnaenda kunizalisha kwa mume wangu? Wewe. Hii ndio shida ya kucheza michezo na wasimbe sugu. Nyo. Kitu kingine, kwa sasa unatakiwa uiache kazi ambayo unaifanya. Ila sio kana kwamba anaidharau, hapana. Kwa sababu bila ile kazi mimi nisingekutana na wewe. Ila jiandae kwa sasa kuwa mama wa familia. Sawa? Kwa nitegemea mimi haki yangu nikaipate wapi? Nisingeenda kumwambia mume wako, nadhani haki yangu nisingeipata. Kwa hiyo ulikuwa unataka haki zako ili upoteze haki zangu, si ndio? Hayo ni ya kwako. Lakini kikubwa haki yangu niipate. Unajua hela natoa wapi? Au yani nahangaika vipi nipate hela yangu mimi? Kwa nina huruma na watu. Yani nishasema mimi jasho langu aliendagi hivi. Jasho langu mimi aliendi hivi. Nilikuwa nakueleza kwanza nilikuwa nakupigia simu upokei, message ujibu, alafu una kisilani. Ile siku si ulinijibu kijeuli wewe. Wewe una kisilani wewe dada. Hata aliyekuzaa wewe. Na hisi hata kwenye mimba yake ulimsumbua sana. Jamani, Ave, mnagombana nini? Sisi ni wamoja. Makelele ya nini jamani mnagombana? Nadia, mnajizalilisha hivyo jamani. Kwa nini tusiitane wana kikundi tukakaa pamoja tukazungumza hili swala? Kitu kidogo kinakufanya wewe utoke hapa mpaka kwa mume wake kumshirikisha hili swala? Jamani, hivi hujui kama umekosea? Ave. Sawa. Lakini nawezaje kuacha ile kazi? Hali yako ndio inonipa matumizi yangu madogo. Alafu tena niwe nakuomba wewe kila kitu. Huoni kama nitakuwa nimekupa mzigo? Ni wajibu wangu mimi kama mwanaume. Lakini nakuachia homework. Kwa sababu wiki inayokuja nitakupatia mtaji wa kipi ukifanya. Kwa hiyo unatakiwa ujue ni biashara gani ambayo utakwenda kuifungua. Right? Yeah. Okay. Goodbye. Nadia, kwa nini tusiitane wana kikundi hapa pamoja tukakaa tukalizungumza hili swala? Kitu cha kuelewana, kitu cha kuelekezana. Mnafanya mpaka mnagombana. Mpaka yanawafikia wamezenu huko walipo. Alafu ngoja nikwambie hivi. Hivi unajua 100% hivi vichezo tunavyocheza hivi vikundi sisi tunavyovicheza sisi wanawake, 100% kuna ambao hawashirikishi wamezao nyumbani. Kwa hiyo wewe unapotoka hapa kumfuata mume wa mtu kumwambia kwamba hela ya mchezo, hela sijui ya kikoba, hujui kama umekosea, na kama akumwambia mume wake? Isitoshe, inajulikana kabisa mikakati yetu na katiba yetu inajulikana kwamba pesa zikichelewa siwezi kutoa pesa nusu. Na leo nilikuwa nimekuja hapa ili hao ambao wamechelewesha pesa watoe hayo maneno kwamba mimi hizo pesa nimezila saa ngapi. Sasa na aibu zao hawajaonekana. Hivi unadhani mimi ni wakula hizo pesa? Sasa nilipe hizo pesa ambao unasema ndogo nilipe sasa. Nadia, Ave. Jamani, naombeni mtulie. Haya maswala ni ya wana kikundi wote. Yasiwe mengi. Kwa pesa gani labda?
Kwa pesa gani labda? Nipe langu. Nakupa hivyo pesa vyako. Nipe. So nakupa huku bado umezishikilia. Kwanza naona tu unanichelewesha kunipa hela zangu. Hela. Watu tusile, tusikooe hela. Hela yenyewe sasa. Umaskini. Kuna dadeki. Na zingine hizi hapa nimebakiza. Ujue kwamba sina shida na vihela vyako vidogo vidogo. Yaani mliniona najiweza, ndio maana mkaamua kunipa huo uongozi wa kukusanya hizo pesa. Ungepewa wewe ungeweza babu. Ungeweza. Sabi. Umeamua kunitupia hela naokota. Yawe nitupie tu hela, lakini mimi najua hela yangu shanilipa. Yaani sichezi tena hapa, sichezi. Nimeama kikundi. Unajua hela anatoa wapi wewe? Unajua hela anatoa wapi kwanza? Nani asiyejua kwamba makahaba kama wewe ndo anatoa huko kwenye mdangaji ndo anatoa hizo pesa? Wewe ni mdangaji. Kama kwa nini mdangaji? Na alafu naona tu mmewapa na nilii kwangu. Baba unyamaze. Ngoja je nifundishe jamani. Ngoja sasa nikwambie nije kunyamaza. Ave naomba unyamaze, tulia. Ngoja je kufundisha kutunza mme. Wewe unajisema wewe jamani kama jamani naomba uende. Naomba uende. Unajisema Ave. Jamani. Wenda uko leo unakuja mjini kwa nini za nani mwenye rangi ipi? Sema unataka nikupe, sema muone. Kitendo ulichokifanya na si cha ungwana na ni ukatili mkubwa dhidi ya hisia za mwanamke. Sasa mimi naona ni mwanamke ambaye anafaa kuingia ndani ya ndoa. Sasa huyo jamaa wangu unafeli wapi? Tatizo ni baba yake. Amekuwa akininyanyasa, akinipiga, akinidhalilisha, akitaka niingie kwenye ndoa. Na mimi sitaki kuingia kwenye ndoa. Sasa wewe hapo ni sababu gani ambayo inakufanya wewe ushindwe kuingia ndani ya ndoa? Sababu ni mbili. Sababu ya kwanza, walioko kwenye ndoa wanahitaji kutoka kwenye ndoa kwa sababu hawana amani wala furaha kwenye ndoa zao. Halafu sababu ya pili, unajua George, nikwambie kitu. Sisi vijana tunafeli maisha kwa sababu ya kuharakia ndoa. Shogangu, kama ulivyoniambia, mimi naomba tu nikushauri. Ni bora zaidi ukaachana na Ali, ukamsikiliza maneno anayosema babako. Na kama ulivyosema, Ali ameshakwambia saizi hana mpango wa kukuoa, umpe muda. Wewe unadhani utampa muda mpaka lini? Na kingine, unapompenda Ali lazima utamkinga na mambo mengi. Na babako kesha sema hamuhitaji. Yeye yule ni mtu mzima. Keshaona Ali ana mambo mengi au kuna kitu kakiona kwa Ali hakifai. Wewe ni binti yake, kumbuka. Hawezi kukubali ukadumbukia sehemu mbaya. Baba yule ni mwanaume, Ali ni mwanaume, wanajuana hawa. Usikute kuna kitu kakiona kwa Ali ambacho hakitokufaa wewe. Yaani moja ya vijana ambao nitakuwa wa mwisho kuamini kwamba eti ndoa ndio inasababisha sisi vijana tufeli maisha. Mimi nitakuwa wa mwisho. Yaani kijana, ni akili yako ndio inakuongoza. Ukifeli kimaisha ni wewe mwenyewe, sio ndoa. Sasa kama wewe uliweza kuyahimili yale matimbo ya ule mzee wakati unamfuata binti yake, ule unashindwaje kuhimili vigezo ambavyo anakupa tena vyepesi? Yule mzee yupo sawa swadakta. Anataka binti yake aolewe. Wewe lengo lako ni kumchezea? Yule mzee anataka binti yake aolewe na sio kuchezewa. Fanya hivyo, muoe afu uone, je, atarudi tena kukupiga? Atarudi kukudhalilisha? Fanya hivi. Yaani unaona hili liko sawa? Unaona kudhalilishwa, mimi kupigwa mtaani hapa, unaona matendo yako sawa? George, mimi nilifikiri unakuja kunisaidia mawazo, nijue nafanyaje katika hili swala. Kumbe unakuja kuniongezea mawazo mimi. Hebu naomba uniache. Alafu nimegundua kitu. Inaonekana wewe na Sara lengo lenu ni moja. Wewe ungefuata ushauri wa mzazi kuliko kukubali kuolewa na Ali kwa lazima, ukatengana na wazazi ukamfuata Ali. Wanaume hawatabiliki.
Saizi unaweza kaa hapa huko bize unapambania penzi la wewe na Ali, kumbe mwenzako yupo huko ananing'inia na viuno vya wanawake wengine. Ila shoga yangu, mimi naamini kwamba Ali ananipenda. Afu kingine, yaani kwa ninavyomtazama Ali afu ninavyomfikiria, sidhani kama ni mtu wa mambo ya wanawake. Mimi naamini kwamba yupo na mimi tu peke yangu. Afu shoga yangu, mimi nakutegemea wewe. Afu naona unataka kuniangusha tena. Na ndio maana kuhusu swali ninakwambia kwamba hata nimwambie kuhusu mambo ya kunioa, aliniambia kwamba nimpe muda afikirie. Kwa nimempa muda, naamini kwamba mimi Ali atanioa. Na afu kingine, mimi sipo tayari kuachana na Ali. Wewe mwenyewe unajua shemeji yako anavyompenda. Lakini ukumbuke mzazi wako kaisha sema, unaweza ukawa tayari kutengana na wazazi wako kwa ajili ya kumfuata Ali. Na hilo chaguo la kumfuata Ali likawa sio sahihi, mkaachana. Sawa, ushauri wako nitafanyia kazi. Basi acha niende, maana muda umeenda niwahi nyumbani. Sina jua tu. Sawa, usisahau nilichokwambia. Mimi sikutoi. Naona hapa panatosha. Hapo. Haya. Wewe huna shukrani. Yaani huna shukrani kabisa kabisa. Hivi wewe unakumbuka wakati unaumwa hapa Sara alikuhudumia kiasi gani mpaka ukapona? Katumia gharama zake, katumia chakula chake anakuletea hapa ili upone. Leo unapona, unakuwa na afya njema, unamkashifu kiasi hicho? Mwanangu, jiongeze. Maisha hayaendi hivyo. Na sisi vijana nimegundua watu kama nyinyi washenzi ndio mnasababisha sisi wanaume tunaitwa mbwa. Eti wao wanaume wote mbwa, nyinyi wapumbavu ndio mnasababisha. Kama mtu anajitoa kwa ajili yako, kwa nini wewe usimsamini? Kwa nini kumuoa tu tena kitendo kidogo? Mwanangu, wewe unakosea, unazingua. Yesu kile unachokizungumza. Hebu niache tu ipumzike. Hebu basi fanye hivi. Kwa kuniheshimisha mimi, nenda kaoe. Alafu baada ya ndoa uje uniambie bana, kuna changamoto nimeziona hizi hapa kwenye ndoa. Lakini wewe ndugu yangu hujaoa, mwanamke hujaishi naye, unaanza kulalamika. Aliwazalo mjinga ndio linalomkuta. Unaloliwaza sasa hivi litakuja kukutokea hata baadaye. Acha mawazo yasiokuwa na kichwa wala miguu. Hebu achana na mimi. Sawa. Yaani na mimi ningefahamu kwamba umenitia huu ujinga unaokuja kunieleza sasa hivi, nisingesubutu hata kukanyaga hapa. Baki na liloho lako.